Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeas. Ushindani hii ni sasa kama kuisumbua mahakama tu. Unapoweza kumzuia Yanga kuanzia dakika ya kwanza, ya pili mpaka ya 8. Je, unaweza kushikilia bomba? Kalwaza kuruhusu magoli na tomato kamgea meza kule. Huyu leo naye mwenyewe Coastal Union naye kaiga mfumo ule wa Namungo, lakini naye tukamuuliza unaweza kuhimili mikiki ya kina mwisho wa siku mwenyewe kakubali. Kala miguu ya meza. Kwa hiyo tuambie wote wanaojaribu kushindana na sisi kwamba tunapigia pila uinome, pila uyangasule. Na huyu ajara ujue miguu ya meza tu. Huyu kala 6 mwisho wa siku sasa nani wanaita video nini? Video nini? Ile ndo zile tuma mbili zikakataliwa zikakubaliwa 4. Kwanza ni washukuru sana TFF kutuletea video support kwamba msimu huu kama una pila lako la chakubanga, kama una pila lako gimbi, kama una pila lako la kihuni la mtaani kiembe mbuzi, msimu huu yani utakalia sana joto ya jiwe. Na ndio maana ukiangalia watoto wa Modi hizi video support kaletewa sasa mtoto wa Modi. Ukiangalia mchezo wa kwanza dhidi ya Kagera kule, kala umeme imesaidiwa na nani? Na video supporter. Ukija kwenye mchezo dhidi ya Pamba, kala umeme ikisaidiwa na nini? Na video supporter. Hongera kwa matokeo mazuri, lakini pia tuambie game ya leo umeionaje na timu yako kwa hizi game mbili ambazo zimepita. Umeionaje? Kwanza mechi ilikuwa tafu, mechi ilikuwa ngumu kuanzia mechi ya Namungo mpaka hii hapa, na ndio maana ukiangalia magoli yote ambayo kutoka mechi ya Namungo mpaka hii hapa, hii mechi zote ambazo ukiangalia ni dakika kuanzia 40 50. Lakini sasa hawa wa timu pinzani ambao tunashindana nao wanapoleta ushindani, hii ni sasa kama kuisumbua mahakama tu. Unapoweza kumzuia Yanga kuanzia dakika ya kwanza, ya pili mpaka ya 8. Je, unaweza kushikilia bomba huko mbele huko? Sasa hiyo wanakuambia kauli mbiu wa wahenga, anakuambia kumsumbua Yanga sasa na kuisumbua mahakama. Kwa hiyo ukimwangalia Namungo yeye mwenyewe alitusumbua hivyo, lakini baada ya hapo alivyochoka sasa alikalwaza kuruhusu magoli na tomato kamgea meza kule. Huyu leo naye mwenyewe Coastal Union naye kaiga mfumo ule wa Namungo, lakini naye tukamuuliza unaweza kuhimili mikiki ya kina Max Zengeli afsa kutomekea? Unaweza kuhimili miziki ya kina Kangwanda? Mwisho wa siku mwenyewe kakubali. Kala miguu ya meza. Kwa hiyo tuambie wote wanaojaribu kushindana na sisi kwamba tunapigia pila uinome, pila uyangasule. Na huyu ajara ujue miguu ya meza tu. Huyu kala 6 mwisho wa siku sasa nani wanaita video nini? Video nini? Ile ndo zile tuma mbili zikakataliwa zikakubaliwa 4. Sasa hapa kwanza ni washukuru sana TFF kutuletea video support kwamba msimu huu kama una pila lako la chakubanga, kama una pila lako gimbi, kama una pila lako la kihuni la mtaani kiembe mbuzi, msimu huu yani utakalia sana joto ya jiwe. Na ndio maana ukiangalia watoto wa Modi hizi video support kaletewa sasa mtoto wa Modi. Ukiangalia mchezo wa kwanza dhidi ya Kagera kule, kala umeme imesaidiwa na nani? Na video supporter. Ukija kwenye mchezo dhidi ya Pamba, kala umeme ikisaidiwa na nini? Na video supporter. Angalia leo goli zetu ambao mbili zimekataliwa zote zimesaidiwa na nini? Na video supporter. Sasa kama unapira chukuchuku unapiga kigoli kimoja alafu unategemea msaada marefari, safari hii umeula wachuya. Kwa hiyo unamwangalia Coastal Union kujaribu kutufuata sisi mpira jinsi tunapocheza, lakini kachemka yeye mwenyewe kaka, pira linatembea boli linatembea. Huyu Mangoba mtu 1.5 kaka, watu wanatoka jasho kaka. Tumeona Mudathiri baada ya kufunga goli amechukua mpira ameweka tumboni, akiashiria kama kuna jambo ambalo linaendelea kwa familia yake au kwenye klabu nyingine. Ile ilikuwa ile inamaanisha kwamba unajua tuna miezi miwili kwanza tumemtoka kumtundika kule kwenye ngao ya jamii Zanzibar kule. Tumemwacha kwanza endelee kuhema yani atwete. Sasa tumempa miezi miwili, mwezi wa 10 tunaye tena. Sasa kama kule alikuwa na tema mate, mwezi wa 10 nenda kumfungulisha, na ndo maana ile ya kitumbo juu. Na ukiachana na hiyo, unajua katika michezo miwili ukiangalia, tumeanza na mwendo wa kibajaji, leo tumekuja na miguu ya meza, tunazidi kupanda ujue. Sasa kadri tunapozidi kupanda, sasa itafikia 5
Ujue uwanja unaitwa Jangwani 5 Square. Sasa hapo tunapozidi kupanda kila kukicha goli moja mpaka tarehe 10 ya mwezi wa 10 tutafikia huko goli 10. Sasa kwa hiyo mwezi wa tarehe 10 mwezi wa 10 anayejiona yupo kwenye rada hizi za tarehe 10 mwezi wa 10, baba anaenda kupigwa nyingi tu kaka, kwa boli linalotembea na video support inavyosupporta. Huyu Coast Mwile muulize leo nimepiga nani Coast na nani? Nimepiga Coast mpaka na shoga yake mtoto wa Mode, kwa sababu ukiangalia vijezi vya watoto, unajua kwanza na jezi nyekundu kwetu ni haramu. Kwa hiyo ukiangalia sasa aliyeanza kuwakanda kule Zanzibar kule na alianza kuonyosha wewe kwenye goli la kwanza ndio huyo. Kwa hiyo sisi tukionaga kijezi chekundu tunakuwa tunalala mpaka naimba rai mtoto yake ni nepi hiyo michezo nocheza Coast Yanga si tushaimaliza, mwambie na uwezi kucheza na sisi. Kama ulizo wako unaongoza kwenye msimamo wa ligi kama na bado anaongoza ligi kuu Tanzania bara. Ukimwona mtu yoyote Tanzania anaongoza ligi kuu Yanga hajacheza michezo miwili au mmoja, kama uulize mpaka nishawapeleka wote kwenye kipimbiga msimamo na mwenyewe. Unajua kuna vitimu vingine Tanzania vinataka tuishi kaka Kambale, baba ndevu, mtoto ndevu, dada ndevu, hakuna kitu kama hiko. Haya waulize mpaka sasa hivi kama bado hapo kwenye msimamo wa ligi. Msimamo yani pale alipokuwa amekaa yule Singida yule kwenye ile seat ya dereva, yule alikuwa ameshikia seat tu. Mwenye dereva ni mimi, wengine wote abiria. Waulize mpaka sasa hivi kama bado anapiga. Yani ligi kuu anaongoza mtu mzima mwenye ndevu zake. Yani wewe hujaota hata ndevu, hata ubebo shingo ya kutoka ndio kuongoza ligi kuu. Alafu basi uwe na adabu ukikapo juu, mikelele kibao, mimate kibao mji mzima. Muulize mpaka sasa hivi kana. Na Yanga akikamataga msimamo wa ligi mpaka ubingwa. Huo ubingwa naomba TFF anaje. Tena naomba nikabidhi tarehe 10 ya mwezi wa 10 nitakapokwenda kulinyoa lile toto la Mudi. Maana wao wanapigaga sana kelele, na ndio maana mtoto wa Mudi anapopiga kelele anaposhinda huko wewe anatambia maporini huko. Angalau anaweza kutembea wapi? Ametambia maporini Kagera, ameenda kutambia maporini Mwanza huko. Ila kwa wanaume kule kwenye ngao mboja tamba kule. Kwa tuseme kelele mwisho vijijini, ukija mjini unakuta Yanga anatamba. Angalia kidume kinapotamba sasa. Ila naomba golikipa makipa. Naomba muweke kisaikolojia Digi Diala. Bwana mchezo wa kule karuhusu goli, mechi leo karuhusu goli, kwa hiyo zinazidi kupoteza nini. Kwa hiyo sasa naomba yule kocha makipa amweke sawa Digi Diala. Tunahitaji katika michezo utakaofuata mingapi? Miwili pombele hapo. Kuna mmoja wa Ijumaa kajipendekeza JKT Tanzania msimu uliopita kanikabidhi ubingwa. Naye huyu siku ya Ijumaa naye tunahakikisha anaacha shati anaacha ndala. Ila siku hiyo Diala naomba awe makini ili twende tukaseme tumeondoka na clean sheet. Hata yule nani Pamba Jiji na yeye mwenyewe siku ya itakuwa Jumaa ngapi? Itakuwa Jumatatu ya wiki ijayo. Na yeye mwenyewe akikanyaga hapa kwenye uwanja Jangwani 5 Square naye anaacha shati anaacha ndala. Ila katika michezo hii miwili mimi nasema Digi Diala anakwenda kuondoka na clean sheet zote mbili. Hii yes. Tumezungumzia swala zima la clean sheet kama inawaumiza sana mashabiki wa Yanga na pia ukiangalia ubora wa kipa mara nyingi huwa unasababishwa na mabeki. Maana yake ni full time ya Hot Peas.